mwaka huu. Asante sana. Naam. Ni maua. Mimi nilitaka kujua, pamoja na kuwa mkutano wa Kitope umezuiliwa, je, chama bado kina azma tena ya kufanya mkutano katika maeneo hayo? Na pili, nilitaka kujua kama kitafanya mkutano, je, kina mwelekeo gani katika kufanya mkutano wake, kwa sababu vimetumika vitisho. Je, wananchi watawahamasisha vipi ili kuona labda vitisho vile vilivyotumika havitoa athiri? Maana pengine kuzuiwa kwao kutawazuia wasiende tena kwenye mkutano. Chama kinasema nini kuhusiana na hilo? Rahma Suleiman, mwandishi wa gazeti la Nipashe. Swala langu ni moja tu. Hivi karibuni jeshi la polisi limetoa tamko ya kwamba vyama vya siasa visitoe wafuasi wake kutoka wilaya moja kwenda nyingine. Lakini jana tumeshuhudia wafuasi wa chama cha CUF walikuwa kutoka maeneo mbalimbali kuhudhuria katika mkutano. Labda tamko hilo la jeshi la polisi kwa upande wenu limepokea vipi? Tunaanza mara kwanza Bwana Ishaq Omar okay. Haya, ongezeni mingine. Kulikuwa na kikao cha wadau wa siasa, yani kwa maana ya vyama vya siasa pamoja na jeshi la polisi. Nataka kujua sababu gani ambazo zimepelekea chama cha wananchi CUF kushiriki katika kikao kile ambacho kilikuwa kina lengo la kuweka hali au maamuzi ya kufanya siasa za kistaarabu Zanzibar. Alafu swali langu la pili, nataka kujua jana katika mkutano, bila shaka kabla watu hawajatoka eneo moja kwenda eneo jingine, kunakuwa limetolewa tayari kibali cha kufanyika kwa mkutano. Nataka kujua tatizo lilikuwa ni kibali au lilikuwa tatizo ni kiwanja, kwa sababu kuna kauli mbili tofauti. Wengine wanasema tatizo ni kiwanja, wengine wanasema tatizo ni kibali. Kama kibali kimetolewa alafu kikafutwa au kibali kilikuwa hakijatolewa kabisa. Kibosi nitajibu mimi. Kuna mwingine akatoa swali lingine hapa. Okay. Mshimani ataeleza hilo. Sababu gani, tunamwona kwanza sababu gani zilifanywa mkutano huu kafutwa? Sababu zimo katika barua iliyofuta. Barua futa ipo hapa na atakuwa pia tabewa na nyinyi mtasomewa hapa. Sasa naanza na bwana, bora tuanze na Mshabimani kujibu hayo, alafu mimi nitakuja kumalizia. Waheshimiwa wanahabari, kama lilivyoelezwa suala la kuhusiana na vipi sisi tulikuwa na kibali au hatukuwa na kibali cha kufanya mkutano. Kwanza, kwa mujibu wa sheria nambari 5 ya vyama vya siasa, Political Party Act ya mwaka 1992, jeshi la polisi halitoi kibali. Kwa mujibu wa sheria hii, jeshi la polisi linaarifiwa tu kwa masaa yasopungua 48, na kama jeshi la polisi wao wanaona shughuli isifanyike kwa mujibu wa sheria hii, inabidi ikiite chama iambie kwa mujibu wa hali ilivyo, shughuli hii haiwezi kufanyika kwa sababu 1, 2, 3, shughuli yenu ifanywe wakati mwingine. Au chama hakikuridhika kinaweza kwenda mahakamani. Lakini jeshi la polisi hili linajipa mamlaka ya kuipinda hii sheria, ambao wao kama ni wasimamizi wa sheria, ya kusema wao waombwe kibali. Ni upotofu na uvunjifu wa sheria. Na ndio maana tukasema hii mamlaka hii ya jeshi la polisi kama imetawaliwa kisiasa, inaongozwa kisiasa, inafanya maamuzi ya kisiasa, ni aibu
kwa jeshi la polisi, wao wakiwa ni wasimamizi wakuu wa sheria, wao wakawa ni wavunjaji wakuu wa sheria. Jeshi la polisi halikuandikiwa humu kuombwa kibali. Sasa basi, kama walivyojizoesha jeshi la polisi kama waombwe kibali, sisi tuliandika barua ya kuomba hicho kibali cha kufanya mkutano wetu katika jimbo la Kitope. Barua iliombwa na siku ya tarehe 9 jeshi la polisi likatupa barua. Mimi mwenyewe waliniita polisi Mahonda chini ya RPC Hassan Msangi, OCD Haji Kai na RSO nafikiri pamoja na mkuu wa traffic, under camera jeshi la polisi, kwenda kuhojiwa na kuelezwa juu ya huo mkutano utakuwa vipi. Na mwisho jeshi la polisi likamwagiza OCD pale pale Haji Kai kama watupe barua kama tumeruhusiwa kufanya mkutano wa kitaifa. So mimi nimekwenda kama kiongozi wa kitaifa. Tukasubiri barua tukapewa, lakini natoka pale Mahonda polisi, sijafika hata msikitini wa Mahonda mkubwa, napata simu ya OCD nirejee polisi. Nikarudi polisi. Niporudi kwanza ukaivamia barua ya tupe hii barua walonipa. Wakatupa barua nyingine pale pale, taarifa ya kufutwa mkutano wa kitaifa. Kama jeshi la polisi linafuta mkutano wa kitaifa kwa sababu za kiintelijensia, lakini tunaweza kuomba mkutano wa jimbo. Pale pale tukaandika barua ya kuomba mkutano wa jimbo, na asubuhi wakatupa barua siku hiyo na barua ni hii ambayo tutakupeni kopi. Ombi la kufanya mkutano wa hadhara wa jimbo la Kitope, shehia ya Upenja, Kipandoni, tarehe 12 saa 7 mpaka saa 12 mchana, na kujulisha kwamba hatuna pingamizi kuhusu kufanyika kwa mkutano huo unaotakiwa kufuata na kuzingatia fuatayo. Wakaandika pale kauli: kutii sheria za barabarani, kutuhamisha watu kutoka huku kupeleka kule, sheria mpya waliotengeneza wao kufanya, lakini mkutano ukaruhusiwa. Na mkutano huu sisi kama walivyo jeshi la polisi wanavyotaka. Kiwanja cha Kipandoni tuna barua ya mwenye uwanja alotupa uwanja, Mheshimiwa Ali Musa Kwaza, barua ambayo ametuandikia rasmi kabisa ya kuturuhusu uwanja, ambayo barua hii mzee Kwaza. Tuna barua ya watu wa mpira pamoja na saini zao zote, ndio maana wakatoa hii barua kama hawana pingamizi. Ikiwa jeshi linatoa barua kama halina pingamizi, halafu hapo wanapata pingamizi, ili jeshi halifai. Ni tatizo kuwa na jeshi katika nchi linaloongozwa kinamna hii. Kwa hivyo sisi tulipokwenda kwenye mkutano mpaka Jumamosi, sisi tuna kibali hichi, hasa hicho kibali cha kufuta shughuli hiyo imetoka wapi? Mpaka sisi Ijumaa tayari na Jumamosi sisi tunatangaza, na tunajua kabisa taratibu za nchi hii. Baada ya Ijumaa kazi mpaka siku ya Ijumaa tatu. Sasa hayo yalotokea ni yepi? Hata jeshi la polisi jana ikataka kuitia nchi katika vita. Kama si busara za viongozi wa CUF
na utii wa watu. Jana polisi wangetia nchi katika fujo ambalo wao wasingeweza kulizima, hawana ubavu wa kulizima fujo lingetokea jana, lakini wananchi waliweza kuridhia ile hali ile. Lakini jana hiyo kumbe tunaambiwa huku kuna mtu mwingine akatokeza mwenye uwanja. Kwanza nchi, wewe jeshi la polisi, anapokuja mtu anakwambia hichi kiwanja changu, kakuletea waraka, unaithibati waraka. Ardhi kwa mujibu wa sheria nchi hii, ardhi yote ni mali ya serikali. Vipi inatokea kufanya vitu kama hivi? Lakini haya yalifanywa kwa shindikizo la kisiasa ili sisi tusiweze kufanya mkutano. Na pale jana baada hili kutokea, RPC Hassan Kimario alitoa maelekezo mengine, kama mnacho kiwanja chengine tupeni mfanye mkutano. Na sisi tukampelekea kiwanja cha Kilombero ambacho kina hati zote kamilifu ili tufanye mkutano wetu, na matokeo yake akapata maagizo mengine ya kuwa mkutano usiweze kufanyika. Kwa hivyo hicho ndicho kilichofanyika na kilichotokea jana, jambo ambalo tutalalamikia, na tutamwona IGP Inspector General wa polisi Tanzania, tumueleze kesi yetu na tumueleze namna gani CP Hamdani kwa Zanzibar amekwisha kushindwa mapema kuliongoza jeshi hili. Na sisi tunataka kutumia fursa hii tuweze kuambia maneno yafuatayo. Hichi chama ni taasisi pana kubwa kabisa, chama cha CUF. Sisi tuliingia chama hichi tukuwa na kamishna marehemu Musa Hamisi, kaiwacha CUF. Kaja Khalid Ibn Wizani katuua Januari, zaidi ya watu 45 wameuliwa kwa risasi, sisi tumepigwa kwa risasi. Khalid Idi kaondoka katuacha CUF kama taasisi iko pale. Kaja Juma Simba katuacha sisi. Kaja Musa katuacha, na Hamdani atatuacha. Chama cha CUF kiko pale, ataondoka na wataondoka. Kaja RPC Kizuguto katuacha sisi. Simba, Juma Simba katuacha, na RPC walikuweko hawa wengine watatuacha kama taasisi. Tutabaki pale, tutabaki na tutaendeleza shughuli yetu mpaka tufikie pale tunapotaka kufikiwa. Mimi kwa hayo, Mheshimiwa Naibu, nafikiri nimeweza kuweza kuyajibu. Kwa hivyo natarajia kwamba swala la Sheikh Ishaq bin Omar wa Mtanzania, sababu gani za msingi za kuzuia mkutano huo, umesikia kwamba hakuna sababu zote za msingi isipokuwa jeshi la polisi limegeuka kuwa jimbo la CCM. Basi hakuna kingine, sababu bali wanatoa viwili, wanafuta kwa sababu wanaagizwa futeni, msiruhusu. Kwa hivyo jeshi polisi haliko huru, linafanya kazi chini ya maelekezo ya chama cha CCM, na jeshi la polisi limekuwa ni jimbo la CCM. Haya, jengine wasema kwamba viongozi wakuu, au sisi tuna kiongozi mkuu ambaye ni mmoja katika viongozi wa GNU, na nia thabiti ya kuundwa kwa GNU inajulikana. Lakini lipita tarehe kwa hivyo utakuta kwamba vipi serikali hii, kuna mwelekeo gani sahihi serikali hii inapokwenda, na vile vile kuna mwelekeo gani wa uchaguzi wa mwaka 2015. Nyote waandishi mnajua, hamna sojua, kwamba tulipounda serikali ya GNU tulipiga kura hapa ya referendum. Wote mnajua kwamba kuna viongozi chungu nzima walikuwa hawataki GNU.
Baada ya kupiga kura maoni, wananchi walipiga kura maoni. Kwa hivyo inaonyesha kwanza result kwamba wananchi wa Zanzibar wanataka serikali moja ya kitaifa. Wako viongozi na wako watu kwamba hawataki serikali ya kitaifa, na hawa ndio wanaibuguzi serikali ya kitaifa tangu mwaka 2011 mpaka hapa tupofika. Wapo wanaibuguzi serikali ya kitaifa, wanaifanyia kila usaliti, na wengine mpaka katika vyombo vikubwa vya serikali, viongozi wakubwa wamo. Sisi tunasema kwamba huu ni uamuzi wa wananchi. Wananchi walipiga kura kuchagua serikali ya GNU. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye kwamba atatumia njia yake yote ile au cheo chake kuidhalilisha na kuivunja serikali ya GNU. Ipo sasa hivi inaendelea, na inshallah itamaliza muda wake wa awamu ya kwanza ya GNU, na baada ya uchaguzi GNU itaungwa tena chini ya uongozi wa chama cha CUF inshallah. Kwa hivyo hapa tunasema kwamba mwelekeo wa GNU is here to stay. Anaipinga shauri yake, anapingana na maoni ya wananchi, na sheria itatoka mkono wake. Vipi tunaelekea katika uchaguzi mwaka 2015? Tunaelekea katika uchaguzi wa 2015 kukuwa na ishara si nzuri. Ishara si nzuri. Ishara ya kwanza, tumeona kwamba viongozi wa CCM wameanza kupagawa. Hawataki kufanya siasa. Sisi